Yanga inaendelea kugawa dozi kwenye mechi zake ikitoka kupata mshtuko wa kudondosha pointi 2 baada ya kulazimishwa sare dhidi ya Simba, mchezo ambao uliibua hoja mbalimbali juu ya kiwango cha kikosi hicho. Huo ulikuwa mchezo wa kwanza wa dabi, timu hiyo ikiwa chini ya kocha Pedro Gonçalves tangu aanze kazi ya kukifundisha kikosi hicho kutoka kwa Romain Folz, ambaye naye licha ya kuifundisha Yanga kwa muda mfupi, lakini alionja utamu wa kushinda mchezo huo mkubwa. Kufanya kazi kwenye klabu kubwa za Simba na Yanga, pressure ni kitu cha kawaida, na hulka mashabiki na hata viongozi wake wanatamani kila wakati kuona timu zao zinafanya vizuri, zikicheza mpira mzuri na kushinda kwa matokeo mazuri. Baada ya Yanga kutolewa ligi ya mabingwa Afrika ikiishia hatua ya makundi, pia kuja kupata sare dhidi ya Simba iliyokuwa inajipigia kwa michezo 6 mfululizo iliyopita, kuna maneno ya chini chini yameanza kuzunguka juu ya mustakabali wa Pedro, baadhi ya mashabiki na hata viongozi kuanza kuweka mashaka ya uwezo wa kocha huyo raia wa Ureno. Hata hivyo, Pedro bado hana mashaka sana kwa kuwa timu inaendelea kushinda, lakini hebu tuangalie mambo ambayo yanaweza kumtibulia wakati wowote kocha huyo, na yakitokea makosa ya kupata sare tena au kupoteza, nafasi yake inaweza kuwa kwenye wakati mgumu. Jambo la kwanza ni usajili wa Buba. Pedro alisajili wachezaji wawili wa kigeni. Wa kwanza ni mshambuliaji Laurindo Aurelio Depo, ambaye hakuna shaka uwezo wake umewakosha wengi, akiwa amepachika mabao 9 kwenye mashindano yote na asisti 1, lakini shida ipo hapa kwa winga mpya Buba Jamel. Buba ambaye ameshafunga mabao 3, bado uwezo wake haujawateka wengi ndani ya klabu hiyo, wakiona kama anaonesha kitu cha kawaida sana, tofauti na alivyotarajia kabla ujio wake katika kikosi hicho. Bahati mbaya sana, Buba hakucheza kwa takriban miezi 2 kabla ya kuja Yanga, hivyo anahitaji muda kujiimarisha, lakini kama atashindwa kuonesha kiwango, presha kubwa itakuwa kwa aliyemleta Pedro. Jambo la pili ni kiwango na matarajio. Yanga kama unavyoona ikiwa chini ya Pedro imeshacheza jumla mechi 17 za mashindano yote, ikishinda mechi 12, ikitoa sare 3 na kupoteza 2, zote kwenye ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa inaongoza msimamo wa ligi ambako haijapoteza mchezo wote. Takwimu hizo ni bora kabisa kwa Pedro, lakini kuna baadhi ya mashabiki matarajio yao yamekuwa tofauti. Bado hawakubali sana kiwango cha timu yao, wakiona kama sawa wanapata matokeo mazuri, lakini namna kikosi chao kinavyocheza hakiwapi raha sana. Mashabiki hao wanataka kuona Yanga inatawala vizuri zaidi mechi zake, ikiupiga mwingi na kushinda. Hilo kwao halijatimia sana kwa timu yao ikiwa chini ya kocha Pedro, wakianzisha kelele taratibu kama zile ambazo zilianza kwa kocha aliyepita Folz na baadaye kutimuliwa. Jambo la tatu ni majeruhi. Yanga mpaka sasa na majeruhi 3 muhimu, akianza mshambuliaji Clement Mzize ambaye ameumia tena licha ya hivi karibuni kuonyesha anaweza kurejea, na sasa sio rahisi tena kuonekana uwanjani msimu huu. Beki na nahodha msaidizi Dickson Jobo naye ameingia wodi hii ya wagonjwa wa muda mrefu akiwa ameumia goti na hivi sasa yupo nchini Afrika Kusini akiendelea na matibabu ya upasuaji, naye anaweza sirejee tena msimu huu. Kiungo Pacome Zouzoua naye yupo hapa, ambaye aliumia bega lake kwenye mchezo wa mwisho wa makundi ligi ya